Bwana, leo hii bwana, katika harakati zetu bwana, nimekutana na bro. Ubigi bwana ndio mtu ambaye ameniinspire mpaka mimi nikafika maisha haya. Nilikuwa nafuatilia kipindi chako kile kinaitwaje kile? Kutoka ugaibuni. Ya, cha ugaibuni. Bwana, kile kipindi kinifundisha mengi kwa sababu mimi ni kipindi na kuja South Africa, nilikuwa sina ndugu yoyote wala mtu yote anayemjua huko. Okay. Kwa hiyo nilipokuona unawahoji washikaji wakamba mara mimi nipite mashida hizi, nikapata tatizo hili, nikapata hivi. Kwa hiyo nikaa naangalia, kumbe watu wakina South Africa kuna hiki na hiki. Kwa hiyo katika kitu ambacho na appreciate na nashukuru bwana ni wewe bwana. Bwana, katika watu ambao umeniinspire mimi kuja hapa mpaka nikapata ujasiri wa kuja na sina ndugu yoyote mpaka nakuja hapa ni kipindi chako bwana. Bwana, karibu sana. Wewe sio wa kwanza, nafikiri wako wengi ambao walikuja kwa kuangalia vipindi tu. Nafikiri tulikuwa wakali wa kwanza kabisa kuanza kurusha vipindi vya kutokea South Africa kwenda Tanzania. Na vijana wengi walikuwa inspired. Walikuwa wapo wale ambao walikuwa wanafunzi, wapo hasla kama sisi wenyewe. Lakini unajua maisha ni safari. Leo hii mwanangu tunakutana tunapiga vipindi pamoja. Yaani siamini hujione katika kitu ambacho mimi. Sema bro, yaani bro hujui jinsi ninavyokukubali. Yaani hujui. Ila pia tu natamani tu ujue kwamba Dogo ananikubali. Yaani unajua tu kwamba jua tu kwamba Dogo ananikubali. Sasa mbona kama kipindi ulikiacha tena? No, kipindi sikukiacha. Unajua watu wengi wanauliza sana kuhusu kile kipindi. Okay. Nafikiri tulikifanya kwa ukubwa wake. Hata wanaokifanya sasa hivi wanajaribu, lakini hawajafika zile level ambazo sisi tulikuwa tumefanya. Unaelewa, kutoka ugaibuni ilikuwa worldwide. Sasa nilisimama kwa sababu ya matatizo ambayo yalikuwa yametokea. Unanielewa, lakini si ndo tuko mtaani sasa hivi. Hao watafurahi kukiona. Yaani kama hawajakiona kile watakiona teki twende sokoni. Okay. Watu tuko na twende sokoni. Au sio? Ni chaka tu chaka. Msizwa.